Mungu anataka wewe ufanikiwe, anataka uongezeke, anataka ustawi, anataka kila sifa njema ambayo inafahamika na wanadamu itajwe kwako. Anataka usiki katika kila hatua ya maisha yako. Ndio maana Mungu anakufundisha neno lake, makusudi upate kujua ni namna gani ya kudai haki zako, na hivyo utakuwa ukimruhusu yeye kuhusika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari 14, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe kama wana wa Mungu tunapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu. Sasa ili kuwa mwana ni dhahiri, lazima umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe tayari umekuwa mwana wa Mungu, bila kujali wewe ni wa dhehebu gani, bila kujali wewe unajitambulisha kwa jina gani la kiimani. Lakini kama umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari wewe umekwisha kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Na kwa sababu umekwisha kufanyika kuwa mwana wa Mungu, sasa unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana maishani mwetu. Unajua, Mungu ametuandalia mambo mazuri, ametuandalia mipango mizuri, amekuandalia wewe na mimi mikakati iliyo bora kuhakikisha kuwa tunastawi, tunafanikiwa kwa muda wote tuliopo hapa duniani. Lakini wenyewe hatujui namna gani ya kuweza kufikia malengo hayo. Hatujui namna gani ya kuweza kufikia mikakati hiyo kama vile ambavyo inapaswa kuwa. Ndio maana Mungu kwa kujua hilo akatupatia Roho wake. Roho wake Mtakatifu ana kazi ya kutufundisha kila siku namna gani tunaweza tukaenenda katika njia iliyo sahihi ambayo itatuletea sisi faida katika maisha yetu kila siku. Chukulia mfano, ni kama vile unasafiri kwenda safari ya mbali, lakini hujui wapi unakwenda. Kwa hiyo unapewa mwenyeji wa kukusaidia kukupeleka pale unapotakiwa kwenda. Roho wa Bwana ndiyo mwenyeji na sisi ndio wasafiri. Katika maisha yetu ya hapa duniani kuna baraka nyingi Mungu ameziweka kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kuna mafanikio mengi Mungu ameweka. Kuna fursa mbalimbali za kuongezeka, fursa mbalimbali za kukua, za kustawi. Lakini sisi kama wanadamu hatuwezi kuziona hizo fursa, hatuwezi kutambua hizo fursa ziko wapi. Ndio maana Mungu ametupatia Roho wake Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi ya kutukumbusha au kutufunulia zile fursa tupate kuziona. Maandiko yanasema kwa vile tumefanyika kuwa wana wa Mungu, sasa ni lazima tukubali kuongozwa na huyu Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Yeye anasubiri umshirikishe katika kila changamoto yako. Yeye anataka kukupa ushauri mzuri katika ndoa yako. Anataka kukupa ushauri mzuri katika biashara. Anataka kukupa ushauri mzuri katika malezi. Lakini hatoingilia pale ambapo hajakaribishwa. Ni lazima umuhitaji vya kutosha kiasi cha kumwambia kama Roho Mtakatifu, ninahitaji msaada wako. Na uzuri ni kwamba msaada wake ni bure, na yeye hatoi msaada kwa masimango wala hatoi msaada kwa namna ya lawama kama wanadamu wanavyofanya. Badala yake yeye ni mkarimu. Yeye anangoja umshirikishe katika shida yako. Kwa hiyo huu ndio wito wangu hasa kwako wewe ndugu mpendwa, ya kwamba Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako anataka kusaidia, anataka kupiganie, anataka akutoe katika kila changamoto iliyopo, akupe maisha yaliyo bora zaidi. Lakini hatofanya jambo lolote isipokuwa pale ambapo wewe umemruhusu. Chukua hatua leo, mkaribishe moyoni mwako kama hujampokea Yesu. Lakini kama umekwisha kumpokea Yesu, basi mshirikishe shida zako kupitia njia ya maombi. Kila mara unapoomba unamwalika Roho Mtakatifu ya kwamba ninaomba uhusike katika 1, 2, 3. Na yeye kwa sababu umemshirikisha ni mwaminifu wa kutosha kiasi cha kuingilia maisha yako na kukupa msaada unaohitaji. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.